Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Viongozi duniani wakiwamo waumini wa kanisa Katoliki wamehudhuria mazishi ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Licha ya uwepo wa marais na wakuu wa nchi, mazishi ya Papa Francis yamehudhuriwa na raia wa kawaida, wafungwa na wahamiaji ambao waliusindikiza mwili wake hadi katika kanisa ambako amezikwa hii leo. Kengele za kanisa kuu la Mtakatifu Petro zililia kuashiria mwanzo wa harakati za mazishi ya Papa Francis, ambapo uongozi wa kanisa Katoliki duniani Vatican umesema takribani watu 200,000 wamehudhuria misa hiyo ya mazishi iliyofanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango, rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, viongozi wakuu wa Umoja wa Ulaya, mwanamfalme William wa Uingereza na familia ya kifalme ya Uhispania na wengine wengi. Kama ishara ya kumwenzi Papa, Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine walikutana kwa mazungumzo walioyataja kuwa yenye tija kuhusu namna ya kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine. Trump na Zelensky walikuwa hawajakutana ana kwa ana tangu walipolumbana katika ikulu ya White House mwezi Februari mwaka huu. Kwingineko, mahakama ya katiba ya Gabon imethibitisha rasmi ushindi wa kiongozi wa mpito Brice Clotaire Oligui Nguema katika uchaguzi wa urais wa hivi karibuni nchini humo. Kulingana na matokeo ya mwisho yaliyotangazwa Alhamis, Nguema alipata 94.85% ya kura. Jenerali huyo wa zamani ambaye alichukua madaraka katika mapinduzi ya kijeshi mnamo Agosti 2023 ambayo yalimuondoa madarakani rais wa muda mrefu Ali Bongo Ondimba, aligombea bila kupingwa katika kura ya Aprili 20. Wapinzani wake wakuu walijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho au walikuwa na ufikiaji mdogo wa kisiasa. Wafuasi wa Nguema walisherekea uamuzi wa mahakama kama hatua kuelekea utulivu wa kidemokrasia. Uchaguzi wake unamaliza rasmi kipindi cha mpito na kumpa uhalali kamili wa kikatiba kuongoza. Nguema ameahidi mageuzi ya kujenga tena imani ya umma katika taasisi za Gabon na kushughulikia ukosefu wa usawa wa kiuchumi ulioenea. Na hatimaye, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Ijumaa amesimamia kutiwa saini kwa Kongo na Rwanda ahadi ya kufanya kazi kuelekea makubaliano ya amani ambayo yatarahisisha upatikanaji wa Marekani kwa madini muhimu mashariki mwa Kongo yenye utajiri wa rasilimali na kuleta ushawishi wa Marekani katika biashara ya madini ambayo imesaidia kuchochea mzozo ambao umeua mamilioni ya watu kwa miongo mitatu. Ushiriki wa Rubio katika sherehe ya Washington na wenzake wa Afrika ya Kati ni hatua ya mapema katika kile utawala wa Trump unasema ni ujenzi mpya wa sera ya kigeni ya Marekani ili kuzingatia miamala ya manufaa ya moja kwa moja ya kifedha au ya kimkakati kwa Marekani. Kongo na Rwanda zinatumai ushiriki wa Amerika na motisha ya uwekezaji mkubwa ikiwa kuna usalama wa kutosha kwa kampuni za Amerika kufanya kazi salama mashariki mwa Kongo, zitatuliza mapigano na vurugu za wanamgambo ambazo zimekaidi amani na mazungumzo tangu katikati ya miaka ya 1990. Tamati ya habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Asante sana Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa, na tuombe radhi mtazamaji kwa mkanganyiko uliojitokeza kutokana na changamoto iliyopo nje ya uwezo wetu. Na moja kwa moja kwa sasa nampisha Lai Saidi kwa upande wa michezo aweze kudunda dunda na kutujuza pia leo kwenye michezo kunani.
Niko na mwanamichezo Lai Saidi, atujuze viwanjani kunani. Lai Saidi, habari ya kwako? Habari ya kwangu ni njema sana. Habari ya wewe? Mimi niko salama kabisa. Tujuze viwanjani kunani, uwandani kwako. Okay. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Na tunaanza kutazama taarifa za hapa nyumbani, ambapo kuelekea kwenye mchezo wa marudiano kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo unaotarajiwa kufanyika siku ya kesho, kocha wa kikosi cha Simba Fadlu Davis ameweza kuzungumzia matumaini juu ya mchezo huo. They are dangerous team. Ni timu hatari sana. Wanajua jinsi ya kucheza na timu kubwa. Ukiangalia msimu uliopita na msimu kabla, waliweza kuzifunga Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Walipata shida kidogo na Kaizer Chiefs. Ni timu ambayo haijali kumiliki mpira. Wanaweza kumiliki mpira kwa 30% au 40 na wakakufunga kwa counter attack. They don't mind not having the ball. You know, they cannot have the ball for the entire match, 30-40% possession, and then they hit you with one counter attack. So a very, very dangerous team. Ukiangalia wanavyocheza michezo ya kafu, hawajali kumiliki mpira. Wanashambulia kwa kujizuia na ni wazuri kwa mipira ya kurusha ndani ya 18. Simba wanaingia katika mchezo huo wakiwa na mtaji wa bao 1-0, bao pekee lililofungwa na Jean Charles Ahoua katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, na wazungumzia Dar es Salaam Yanga Africa. Wao siku huu wapo dimbani kukipiga dhidi ya KVZ katika mchezo wa Muungano Cup. Yanga wameenda mapumziko mpaka sasa hivi wakiongoza bao 1-0, bao pekee lilofungwa na kiungo mshambuliaji Stefani Azizi Ki. Lakini pia afisa habari wa kikosi cha Yanga Ali Kamwe ameweza kuzungumzia matumaini yao ya kutinga nusu fainali ya michuano hiyo, akisema kombe lazima lirudi nyumbani. 28 tupata nafasi ya kuomba dua nyingine kwa pamoja kama wana Yanga, kuiombea kheri dua timu yetu. Kwenda kwenye mchezo wa tutakuwa nusu fainali nafikiri. Kwa tarehe 28 tutakuwa na dua pia maalum Zanzibar ya kuombea Yanga na mchezo wa nusu fainali wa kombe la Muungano. Mje kwa wingi, inshallah asubuhi tutafanya dua pale Mzee Shabani, kuiombea dua timu yetu nusu fainali ya kombe la Muungano iweze kufanya vizuri. Mungu atusikie. Uzuri unajua tuliomba dua Manyara. Kwa dua Manyara Mwenyezi Mungu alituitikia. Ni vile tu Saidi nini vijara. Lakini dua yetu ilienda ipasavyo. Kwa tunaamini pia tutakwenda kuomba dua nyingine Zanzibar, Yanga yetu ifanye vizuri nusu finali ya kombe la Muungano. Yanga oye! Yanga oye! Kwingineko ni kuhusiana pia na ukarabati na maboresho ya uwanja wa Mkapa, ambapo yamefikia 80%. Hii ni baada ya uwanja huo kufungiwa kutumika siku kadhaa zilizopita, na jana pia tumeweza kushuhudia mkurugenzi wa maendeleo ya michezo Boniface Tamba, ambapo yeye amezungumza na maafisa utamaduni pamoja na maafisa maendeleo ya michezo nchini wakati walipotembelea kuona marekebisho katika uwanja huo. Eneo letu changamani, leo tumefurahi sana kukutana na nyie ndugu zetu, maafisa utamaduni na maafisa michezo. Hii sekta ni ya kwenu, mjisikie fahari kuja kutembelea maeneo yenu. Meneja wa uwanja akashatengeneza utaratibu, atawapitisha, mtaona haya maeneo yote ambayo yamefanywa ukarabati. Na uzuri wa vile viti sasa hivi vinakwenda kureflect bendera yetu ya Tanzania. Mtapita, mtaona. Matengenezo yake yameshafikia almost robo tatu. Na sasa hivi tunaongelea 80%. Kilichobaki ni kuweza kufix tu vitu vidogo vidogo. Lakini tumekwenda kubafanya mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo mzima wa umeme. Taa zimebadilishwa zote. Sasa hivi zimewekwa taa za kisasa. Hata umeme ukikatika zile taa.
Na tukielekea kimataifa ni kuhusiana pia na kikosi cha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Wamefanikiwa kutinga hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika nusu fainali. Hii ni baada ya kuwatoa mabingwa watetezi National Ahli kwa bao la ugenini baada ya dakika 90 kutamatika kwa sare ya kufungana bao 1-1. Mchezo wa nusu fainali ya pili ilikuwa ni kati ya Pyramid FC kutokea hapo nchini Misri, ambapo wao wametinga hatua ya fainali ya michuano hiyo baada ya kuwafunga Orlando Pirates kutokea Afrika Kusini kwa aggregate ya mabao 3-2. Na kwingineko ni kuhusiana pia na beki wa kikosi cha FC Barcelona Jules Kounde wenda akatimkia katika kikosi cha Arsenal The Gunners, na hii ni baada ya kikosi cha Arsenal kuweka mezani pound milioni 55 kuweza kumpata beki huyo. Kwingineko pia ni kuhusiana na burudani, ambapo Pendo Mkwawa anakuja na taarifa zaidi. Mchezaji wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal kucheza challenge ya wimbo wa msanii Skyless kutoka nchini Nigeria Shake Your Body na kurudisha katika trending. Msanii Skyless ameenda mpaka Hispania kukutana na Yamal, na kwa kuwa leo wanacheza finali ya Copa del Rey, amekutana na familia ya Yamal ambayo ni mama yake na mdogo wake Yamal. Oya shake body. Na mtazamaji, tunafika tamati ndani ya taarifa za michezo, na Pendo Mkwawa amekamilisha na taarifa za burudani kwa Komindi Joseph. Na mimi nikutakie usiku mwema. Dar es Salaam. Hayawi sasa yamekuwa. Wakazi wa Dar es Salaam na viunga vyake, habari ndo hii. Jimbo letu ni moja tu, Sky International TV. Kwa habari na masuala motomoto ya kijamii, kisiasa, kiutamaduni, biashara, uchumi na michezo, yote utayapata hapa bila chenga. Zunguka kote, pita kila kona. Lakini ukitaka uhakika wa habari za mtaa kwa mtaa, changamoto na mafanikio, jibu ni moja tu, Sky International TV. Masaa 24 siku 7 za wiki kwa ajili yako. Ndio maana tunasema Sky International TV, above the limit. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0792888642, 0792888642. Sky TV, above the limit. Ni mwanamichezo wetu Lai Saidi akitujuza ya kimichezo, na moja kwa moja kwa sasa natupa wasaa kuangazia kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie upepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo ya anga bado endelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa siku leo matarajio tu kwamba maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatajua kwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro, Ruvuma,
Maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Kigoma, Katavi pamoja na Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza pamoja na Shinyanga kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia vipindi vya jua katika maeneo mengi. Mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Mbeya tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo kutoka makala hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema. Na mtazamaji wa Sky TV, tunafika tamati katika kipindi cha Ulimwengu wa Habari. Asante kwa kutazama Sky TV. Jina langu ni Mindi Joseph, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu na usiku mwema.